Maulidi ya ugali mtume hahudhurii bwana. Mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilau bwana. Hii mambo ya bid'a ndugu zangu haina nguvu tena. Ikiwa wewe bado unayafuata, basi ni wewe ndo ambao umeamua na bado unafuata mambo ya watu. Hawa watu ambao unawafuata wewe hawatozikwa na wewe ndugu yangu. Utazikwa ukiwa peke yako. Na kama ni kuingia peponi utaingia peponi ukiwa peke yako, na kama kuingia motoni utaingia motoni ukiwa peke yako. Wewe leo unaogopa kuifuata sunna kwa sababu watu watasema. Unaogopa kuacha ndevu utaonekana wewe ni katika wale. Unaogopa kukata kanzu yako fupi kama mtume alivyokata. Na ndio unaona ndugu zangu, haya mambo yote ya bid'a leo hayana nguvu tena. Wakati wetu sisi tukiwa wadogo, maulidi ilikuwa na nguvu ya ajabu ndugu zangu. Katika nchi yetu ya Kenya hii, maulidi ilikuwa inasindikizwa na farasi ya majeshi, ile sefe yake, na inasindikizwa na motorcade, yale mapikipiki ya rais wa nchi ndio yako mbele. Namna umma ya watu ilivyokuwa, mabarabara yanafungwa, hakuna njia ya kupita. Siku za maulidi, subhanallah, ilikuwa ikichinjwa mang'ombe na mang'ombe. Leo iko wapi ndugu zangu? Hakuna tena, inabidi wajifichie msikitini tu, wamebaki wale wachache na wale ambao wanaodanganywa. Lakini kitu ambayo imeifanya maulidi kuendelea mpaka leo na mambo mengi za bid'a ni mambo mawili. Jambo la kwanza, hawa ambaye leo wanaounga mkono masala ya mambo ya bid'a hizi wanamwaga pesa nyingi sana ili kuhakikisha kwamba maulidi inaendelea kuwa hai, lakini wao wenyewe wanajua maulidi na matendo yote ya bid'a imo katika kitanda cha kifo. Maalimu wa madrasa na wanafunzi wake wanasafirishwa kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ili ionekane kwamba katika ile sehemu inayosoma maulidi watu ni wengi, lakini wenyewe wanajua kwamba si kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini wallahi hizi vitu vya bid'a zote, sababu ya pili ambayo imeifanya kuendelea mpaka leo ni pilau. Waondoe pilau, waone kama kuna mtu atahudhuria hapo ndugu zangu. Wengi wa watu wanakwenda kula tu pale. Waandae maulidi ya keki na kahawa chungu, nani ambaye atakwenda pale ndugu zangu? Au ugali kwa mboga chungu, nani ambaye atahudhuria pale? Wanakuambia bana, maulidi ya ugali mtume hahudhurii bwana. Mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilau bwana. Leo tumekuwa ni watu wa kula, tumeweka mambo ya kula mbele tu. Waondoe hizi vitu. Ukiangalia hizi mambo ya bid'a zote ndugu zangu, ni mambo ya kula ndio iko hapo. Ukiangalia maulidi ni kula, mambo ya khitma kula, 40 kula, mambo ya burda kula, talqini kuna kula, kila kitu ni kula. Sasa sisi tumekuwa ni watu wa kula ndugu zangu. Wewe leo ukishazoea kula, mwisho wake wacha wewe kuwauza mandugu zako, utakuja hata kuiuza dini yako.